Jamani, kama mnavyoona leo kama imefurika. Pesa za CRDB zote zinatembea barabarani. Oneni jamani. Twende tukaokote hela. Mtazamaji, tuko na Steve Matias, mwandishi wa habari ambaye yupo Kahama. Tumeona siku 2-3 zilizopita kulikuwa kuna mafuriko katika manispaa ya Kahama, na Steve tuko naye hapa kwenye simu moja kwa moja, atueleze pengine hali ilikuwaje ya mafuriko katika manispaa ya Kahama. Steve. Kwenye manispaa ya Kahama hali ya mafuriko kwa mwaka huu naona imekuwa kama imekuwa too much kidogo, tofauti na miaka ya nyuma. Kuna mvua tu ilichukua muda mrefu, ilianza mida kama ya saa 8 hivi mpaka saa 2 ndio ikawa imekwisha kukatika. Sasa ile mvua ilileta athari baadhi ya mitaa. Kwa mfano kwa manispaa ya Kahama, mitaa kama Igomelo, ukifuata ule mfereji wa Igomelo unashuka chini mpaka kule Malunga, kuna baadhi ya sehemu ulileta athari mjini kati penyewe kutokana na miundombinu kutokuwa rafiki kivile. Na kwa manispaa ya Kahama kuna ujenzi bado unaendelea kwa hizi barabara za mitaa. Baadhi ya mifereji ilikuwa haipo vizuri. Kwa hiyo maji yalipokuja kuwa na wingi yakawa yanafuata tu ile njia. Asilimia kubwa kwenye baadhi ya maduka maji yaliweza kuingia hadi ndani. Ukija baadhi ya kwenye sehemu za makazi ya watu, kuna baadhi ya mitaa kama mitaa ya Mungula maji yaliingia mpaka ndani. Ukiona picha ama ukizungumza na wahusika ambao wanaishi mitaa kama hiyo, walikuwa wakilalamika ama wakisema maji yani kwa mwaka huu imekuwa zaidi na sio kama miaka mingine iliyotokea. Hatufahamu vizuri, labda pengine tumekuwa na tabia kwa tunapuuzia taarifa tunazokuwa tukipewa na mamlaka ya hali ya hewa, na kwa inachangia tunakuwa tuchukue tahadhari. Na pengine Steve, tumeona baadhi ya taasisi zikikumbwa na mafuriko hayo, na kwenye maelezo yako pia umesema mafuriko haya yamekuwa hayashuhudiwi ndani ya manispaa ya Kahama. Pengine ni kwa maeneo ya mjini peke yake, ama kuna maeneo ambapo mafuriko yamekuwa yakiripotiwa ndani ya halmashauri ama manispaa ya Kahama? Kwa manispaa ya Kahama, maeneo ambao mara nyingi tumekuwa tukisikia ama tumekuwa tukishuhudia na kuona, kuna baadhi ya mitaa kama mtaa wa Mungula imekuwa na hali ya kutokea mafuriko mara kwa mara, wakati mwingine inakuwa inajirudia. Na baadhi ya mitaa na Malunga ukishuka kule chini, kama unaenda Kitwana kule chini, imekuwa ikijirudia kila mara. Kwa mjini kati hali haijawahi kuwa hivyo kusema kwamba imekuwa shida sana kama kwa mvua hii ya juzi ambayo imetokea hivi karibuni. Imekuwa tofauti kwa sababu maji imefikia tu maji yanakubishia hodi, upo ofisini, upo dukani umetulia, maji yanakufuata. Sasa hatujazoea hivi kwa manispaa, hasa maeneo ya mjini. Sasa ni siku kama 2 zimepita, siku 2-3 nyuma hapa zimepita, tumeona mafuriko hayo. Pengine kwa sasa hali ikoje? Shughuli zinaendelea ama bado katika siku ya leo ukipita katika mitaa unashuhudia maduka yakiendelea kufungwa, au hali ikoje? Kwa jana ulikuwa ukipita mtaa ya mijini, wafanyabiashara walikuwa wanajitahidi kuyatoa maji ambayo yalikuwa yameshaingia ndani na kurekebisha mazingira yawe salama hapa, yawe safi. Biashara zipo zinaendelea. Leo harakati ukipita mjini, harakati yani zipo kama ilikuwa haipo, na tumekwisha kama tumeanza kusahau tena kama kulikuwa na adha ya maji kuzidi ama mafuriko. Wewe ni mwandishi wa habari lakini pia ni mkazi wa Kahama na mitaa mingi unaifahamu vizuri. Pengine ni kitu gani ambacho na shauri kwa upande wa serikali pia kwa wakazi wa Kahama ili pengine kuepukana na hasara ama madhara yanayoweza kutokana na mafuriko? Ushauri wangu sasa kwa serikali ama kwa uongozi wa manispaa ya Kahama na mkoa mzima wa Shinyanga, elimu izidi kutolewa, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia, hata sisi wenyewe ni mashuhuda.
tukiwa tunapita huko kwenye mitaa tofauti kwenye mitaro yetu, tumekuwa tukiona watu wanatupa taka ovyo. Kama haya mitaa ambayo imepita karibu na sokoni, usishangae kukuta mikungu ya ndizi yale manani yake yametupwa kwenye mitaro. Kwa hiyo mvua zinapokuja, maji yakiwa mengi, zile ndio tutakuwa sehemu ya kwanza ya kuziba kwenye mitaro. Maji ambayo angepita tu yakaelekea na safari zake, yanakuta kunakuwa na kizuizi, na maji yanatafuta njia nyingine ya kupita. Ndio hiyo, upo zako ndani, maji haya hapa. Tuhakikishe tu mitaro inakuwa safi. Serikali iendelee pia kutoa elimu, kwa sababu elimu wanasema haina mwisho. Elimu iendelee kutolewa, elimu ili wakati mwingine itakapojirudia hiyo ni rahisi hata sisi wenyewe wa wakazi wa manispaa hii ya Kahama kuweza kuokoa baadhi ya vitu, kwa sababu yani ni kama aram tu imetupatia. Hatujui, kwa sababu TMA walitoa taarifa kutakuwa na mvua nyingi mwezi wa 3, kuanzia mwezi wa 3 na kuendelea, na mikoa kama 25 ikatajwa na kanda ya ziwa karibia mikoa yote ikiwemo. Kwa hiyo hatujui mvua zinazokuja itakuwaje. Hakikishe tu mitaro na miundombinu yote inakuwa safi na salama. Mimi nikushukuru sana Steve Mathias kwa ripoti hii, na nikushukuru sana. Asante, endelea na majukumu mengine.